Wapenzi wasikilizaji wa Congo Post News, karibu katika taarifa kuu ya habari za siku ya leo. Nikizungumza nanyi ni mtangazaji wako Idi George. Leo katika habari kuu za siku ya leo, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku mapigano makali yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali Kivu Kaskazini. Katika mji wa Walikale, waasi wa M23 wanadaiwa kurejea tena na kuchukua udhibiti wa vijiji vitatu baada ya mapigano makali dhidi ya FARDC pamoja na washirika wake. Huko Masisi karibu na Rubaya, mapigano makubwa yameripotiwa katika eneo la Kanyaru ambako wanajeshi wa FARDC na washirika wao walazimika kurudi nyuma hadi Kibabi kufuatia mashambulizi makali dhidi ya waasi. Na katika mji wa Beni, wafungwa 10 wametoroka wakati wa mazoezi la kuhamisha kuelekea katika gereza la Kangabei, huku mamlaka za usalama zikiendelea na operation za msako. Vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Hizo ni baadhi ya habari kuu za siku ya leo. Endelea kuwa nasi kwa taarifa kamili na uchambuzi wa kina kupitia Congo Post News, media d'information en temps réel. Karibu wakazi wenzangu wasikilizaji, karibu katika taarifa hii maalum kutokea eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya kutokana na mapigano makali kati ya M23 dhidi ya jeshi la serikali FARDC pamoja na washirika wake. Katika eneo la Walikale, taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwa waasi wa M23 wamefanikiwa kurejea tena na kuchukua udhibiti wa vijiji vitatu baada ya mapigano makali yaliyoendelea kwa saa kadhaa dhidi ya vikosi vya jeshi la serikali FARDC vinavyoungwa mkono na makundi ya wanamgambo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalizuka mapema asubuhi, ambako milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika baadhi ya maeneo ya vijiji hivyo. Wananchi wengi walazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huku baadhi yao wakielekea kwenye maeneo ya misitu na wengine kutafuta hifadhi katika vijiji vya jirani. Mashahidi walioko eneo la tukio wanasema kuwa waasi wa M23 walifanya mashambulizi ya kushtukiza na kuwalazimisha wanajeshi wa FARDC pamoja na washirika wao ambao ni wazalendo kuondoka katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa wakiyashikilia hapo awali. Hata hivyo, hadi sasa jeshi la FARDC alijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya wanajeshi waliopoteza maisha au kujeruhiwa kufuatia mapigano hayo. Wakazi wa Walikale wanaendelea kuishi katika hali ya hofu, huko shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zikisimama kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Barabara kadhaa zinaripotiwa kuwa hatari kupitika na baadhi ya familia zimeanza kuondoka kabisa katika maeneo yaliyoathirika na mapigano. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yanaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mateso dhidi ya raia, hasa wanawake na watoto ambao ndio wanaoathirika zaidi kila mapigano yanapozuka. Viongozi wa kijamii wamezitaka pande zote zinazopigana kulinda maisha ya raia na kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kurejea kwa M23 katika vijiji hivyo kunaweza kuongeza mvutano zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini na kuathiri juhudi mbalimbali za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati hali ikiendelea kuwa ya wasiwasi, wananchi wanaendelea kusubiri hatua kutoka kwa serikali ya Kinshasa pamoja na jumuiya ya kimataifa, jumuiya ya kikanda na kimataifa ili kujaribu kutuliza hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Mpaka sasa taarifa zaidi kuhusu hali halisi ya mapigano na idadi ya waliokimbia makazi yao inaendelea kukusanywa. Hii ni taarifa muhimu kuhusu hali ya usalama huko Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki huko Kivu Kaskazini, ambako mapigano makali yanaendelea kuripotiwa kati ya jeshi la serikali ya Kongo FARDC pamoja na washirika wake dhidi ya waasi wa M23 katika eneo la Masisi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano makubwa yalizuka katika kijiji cha Nyaru karibu na mji wa Rubaya, eneo ambalo linaendelea kuwa moja sehemu zenye mvutano mkubwa katika siku za hivi karibuni. Milio ya risasi nzito na silaha za moto zilisikika kwa muda mrefu, huku pande zote mbili zikijaribu kudhibiti maeneo ya kimkakati. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baada ya mapigano hayo makali, wanajeshi wa FARDC pamoja na washirika wao walazimika kurudia nyuma kuelekea eneo la Kibabi kufuatia mashambulizi yaliyokuwa nguvu kutoka kwa waasi wa AFC M23. Hali hiyo inaongeza hofu miongoni mwa wakazi wa maeneo ya karibu ambao wameanza kuondoka makwao kwa kofia usalama wao. Mashahidi waliokimbia eneo la mapigano wanasema kuwa hali ilikuwa ya kutisha, huku baadhi ya nyumba zikiharibiwa na wengine wakitelekezwa kutokana na mapigano hayo. Wanawake, watoto na wazee wameonekana wakikimbia maeneo salama, huku baadhi yao wakikosa chakula, maji na huduma muhimu za kibinadamu. Katika siku za hivi karibuni, eneo la Rubaya inaendelea kushuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kutokana na umuhimu wake wa kimkakati na kiuchumi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa
udhibiti wa maeneo yanayozunguka Rubaya unaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa mapigano ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini. Licha ya hiyo, bado hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi kamili ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa pande zote mbili zilipata hasara kubwa kutokana na ukubwa wa mashambulizi yaliyotokea katika eneo hilo. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano ili kulinda maisha ya wananchi wasiokuwa na hatia ambao wanaendelea kuwa waathirika wakubwa mzozo unaoendelea kwa muda mrefu. Mashirika ya misaada na onya juu ya kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Masisi na Rubaya. Serikali ya Kongo pamoja na wadau wa kikanda bado wanatafuta njia ya kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa nchi, lakini hali ya mapigano inaendelea kuonyesha changamoto kubwa katika juhudi hizo. Wananchi wengi sasa wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika wa kesho yao. Hii ni taarifa muhimu kuhusu hali ya mapigano katika eneo la Masisi karibu na Rubaya, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki huko Kivu Kaskazini ambako watu 10 waliokuwa wakishikiliwa wamefanikiwa kutoroka wakati wa zoezi la kuhamisha kuelekea gereza kuu la Kangbai mjini Beni. Tukio hilo limeripotiwa kutokea katika mazingira ambayo bado yanaendelea kuchunguzwa na mamlaka za usalama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, wafungwa hao walikuwa wakisafirishwa chini ya ulinzi wa askari kuelekea gereza hilo maarufu kama Kangbai kabla ya kutokea kwa vurugu zilizowapa nafasi ya kutoroka. Baadhi ya mashahidi wanasema kulikuwa na taharuki kubwa wakati tukio hilo lilitokea, huku wananchi wakishuhudia operesheni ya haraka ya vikosi vya usalama vilivyoanza msako mara moja. Mamlaka za eneo la Beni zimeeleza kuwa juhudi zinaendelea kuwatafuta wafungwa hao waliotoroka, huku vikosi vya polisi na jeshi vikipelekwa katika maeneo mbalimbali ya mji pamoja na njia zinazotoka na kuelekea miji ya karibu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu iwapo baadhi yao wamekamatwa tena. Tukio hilo limezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa Beni ambao tayari wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na changamoto za usalama zinazolikumba eneo hilo kwa muda mrefu. Baadhi ya wananchi wamezitaka mamlaka kuimarisha usimamizi wa wafungwa na kuongeza ulinzi katika misafara ya uhamisho ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie tena. Gereza kuu la Kangbai ni moja magereza makubwa katika eneo la Beni na mara kadhaa limekuwa likikabiliwa na changamoto za msongamano pamoja na masuala la kiusalama. Mpaka sasa uchunguzi kuhusu mazingira ya kutoroka kwa wafungwa hao unaendelea, huku mamlaka zikiahidi kutoa taarifa zaidi kadri operation ya msako zinavyoendelea. Hii ni taarifa kuhusu tukio la kutoroka kwa wafungwa 10 mjini Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikia taarifa mbalimbali toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mashariki ya Kati sasa, ambapo jeshi la Iran linasema lina haki ya kulipiza kisasi hatua ya ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya ya angani katika maeneo ya Iran ya kurushia makombora na kwenye boti zao. Jeshi pia limesema vitengo vyake vya ulinzi wa anga vilidungua ndege isiyo na rubani ya Marekani na kufyatua risasi kwa ndege ya kivita iliyoingia kwenye anga ya Iran. Marekani bado haijathibitisha hili. Wizara ya mambo ya nje ya Iran pia imeishtumu Washington kwa ukiukaji wa wazi wa usitishaji mapigano. Lakini jeshi la Marekani linasema mashambulizi yake yalifanywa ili kujilinda na yalipangwa kuwalinda wanajeshi dhidi ya vitisho vinavyoletwa na vikosi vya Iran. Nayo Israel imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi katika maeneo ya kusini na mashariki mwa Lebanon baada ya kusema kuwa itaongeza hatua za kijeshi dhidi ya kundi la Hezbollah. Wizara ya afya ya Lebanon inaripoti kuwa watu 11 waliuawa katika bonde la Beka. Usitishaji wa mapigano umekiukwa mara kwa mara na pande zote mbili. Aidha, Hezbollah pia inasema kuwa ilitumia ndege zisizo na rubani na roketi kushambulia maeneo ya kusini mwa Lebanon na kaskazini mwa Israel jana Jumatatu. Sasa wakati mvutano kati ya Marekani na Iran ukiendelea, wasanii wa Afrika Mashariki wanaoishi na kufanya kazi Dubai wanajaribu kuendelea na maisha pamoja na shughuli zao za kisanii. Licha ya changamoto zinazotokana na kusimamishwa kwa baadhi ya safari za ndege na kupungua kwa shughuli za burudani na utalii, sekta hiyo inaanza kurejea tena. Ahmed Bahaj amezungumza na mwanamuziki na mjasiriamali kutoka Kenya, Gabriel Mumbo almaarufu kama Dogo Skills, aliye na makao yake Dubai. Saizi maisha inaendelea kama kawaida, hali ni hali ya utulivu na na kila kitu inaendelea kama kawaida, biashara zinaendelea,
Umeona hata juzi Kenya Airways wameweka wazi ya kwamba wamerudisha safari zao za kukuja Dubai. So kila kitu iko sawa. Hata saa hizi tuko niko kwa ofisi sasa hivi. Sawa. Sasa tunajua kwamba shughuli zile za kibiashara zimeanza kurejea sawa. Na kama tunavyojua Dubai ndio kitovu cha masuala ya ubunifu, sanaa na burudani. Hasa tukija katika upande wenu wa wanamuziki. Shows bado zipo? Mnapiga show mpaka sasa? Yeah, show bado ziko. Hata juzi nimekuwa na show na niko na show zingine kadhaa zinakuja. Dubai ni business hub ya UAE na wamefanya kila kitu ku make sure wamelinda wananchi na biashara zinaendelea kama kawaida. Ingawaje watu walikuwa na hofu, but sasa kila kitu iko sawa. Na kata mali nimekana zaona kuna traffic inaanza kuja from side, inaanza kuingia kwa barabara, so yeah. Baadhi ya wasanii idadi yao ilipungua, wengine walikuwa wanahofia kwa wakati fulani ule kwamba wanahofia kusafiri. Je, sasa idadi iko vipi? Imerudi vile vile? Gigs zinafanyika kwa wingi ama bado kuna wengine huwa wanatashwishi? Yeah, kuna wengi wameanza kukuja. Tumekuwa na I think kuna wasanii wa Kenya wamekuja from recently, na bado wanakuja. Na unajua acha nikwambie, especially Kenya kuna Wakenya wengi wako huku sana, and kulikuwa na wakati nilikuwa nafungulia BN, BN alikuwa huku, BN is one of our biggest artists in Kenya, so amekuwa huku na nilikuwa na curtain raising for him. Na nilifurahia sana kuona like Wakenya wengi walikuwa wamejaa katika hiyo event yake. Dogo Skills, labda nikuulize tu, kwa wengi wangetaka kufahamu wewe ulijenga vipi taaluma yako ya uimbaji kutoka hapa nchini Kenya ukahamia kabisa Dubai? Mimi tamanio langu sana kubwa, like maoni yangu ni kuwa msanii ambaye ambaye yuko Kenya peke yake, lakini ni msanii ambaye anaweza unganisha Kenya na Afrika kwa jumla, seta Kenya, like Afrika kwa jumla, like msanii ambaye anaweza unganisha Afrika kwa jumla na dunia, so na Mungu aliniwezesha, aliniweka huko, so Middle East, so sasa hivi naunganisha Afrika na Middle East. Mamlaka zinaendeleza juhudi za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Katibu mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye anasafiri kuelekea DRC, amesema kuwa ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa kasi zaidi kupita juhudi za kuudhibiti. Kufikia sasa watu 220 wanashukiwa kufariki kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuambukizwa ugonjwa huo. Uganda pia imethibitisha visa viwili vipya vya ugonjwa huo na kuongeza idadi ya maambukizi nchini humo kwa watu 7 tangu ugonjwa huo kugunduliwa siku 11 zilizopita. Daktari mmoja katika jimbo la Ituri ambako virusi hivyo viligunduliwa ameiambia BBC kwamba ukosefu wa maabara ya kutosha, takwimu ambazo haziwezi kutegemewa na kukosekana kwa njia mbadala za mazishi ambazo ni salama kumefanya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo kuwa ngumu zaidi. Aidha, ukosefu wa taarifa za kutosha, uoga na ukosefu wa usalama pia vinazuia juhudi za kuwatenga wagonjwa ili kuzuia maambukizi zaidi. Wakazi wa maeneo hayo wameelezea hali ilivyo. Tumesikia kuhusu mlipuko huu wa Ebola na nadhani ni kweli, hata kama fununu zinasema kuwa ni uongo. Lazima ni kweli. Tayari tumejulishwa kuhusu na kufundishwa jinsi ya kujikinga, na ni lazima tufanye hivyo ili kuzuia ugonjwa huu, kuwalinda ndugu zetu na kila mmoja. Sasa vituo kadhaa vya matibabu vimeshambuliwa na kusababisha wagonjwa kutoweka na kutangamana na jamii na kufanya hali ya matibabu na kuwatenga wagonjwa kuwa ngumu hata zaidi. Wahudumu wa kujitolea wa shirika la Msalaba Mwekundu sasa wameanzisha juhudi za kuhamasisha na kuelimisha wanakijiji kuhusu ugonjwa huo. Tukisalia katika Ebola, bado katika jamii nyingi huko Ituri, waganga wa kienyeji mara nyingi ndio watu wa kwanza ambao familia hutegemea wakati mtu anapougua. Baadhi ya waganga sasa wanaanza kuambukizwa wenyewe baada ya kuwatibu wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola bila vifaa vya kujikinga. Mwandishi wa BBC Ann Soi amezungumza na Mugobinjira Samvura Frederick, makamu mratibu wa jukwaa la waganga wa jadi katika mkoa wa Ituri, na kumuuliza kwanza jinsi ugonjwa huo ulivyoathiri.
Kwa kusema kweli, waganga wa asili wanaasiliwa kabisa na hii magonjwa ya Ebola, kwa sababu kunakuwa wengine wagonjwa wanatoroka hospitalini halafu wanaenda kutafuta matibabu kwenye waganga wa asili. Wanapofika huko, unaona waganga wa asili hawana hii vyombo vya kujikinga, ambao kwa kawaida tulipasha kusaidiwa na serikali, halafu serikali haisaidii waganga wa asili, na ndio maana wengi kati yao wanashinda kufungua vituo, halafu wanakuwa wakitunza wagonjwa kwenye nyumba zao. Sasa sisi kama kamati tunafanya namna gani katika hii kipindi ya Ebola ambayo tunapitia? Tunajikaza kuenda kwa kupitia vikundi mbalimbali vya waganga wa asili, tukiwa tunawahimiza kwamba ni lazima kutia hiyo dispositif ya kuosha mikono kwa sabuni na maji, ili wakati mgonjwa anapofika asukule kwanza mkono kabla ya kuingia kwenye kituo, kwa wamoja ambao wanavyo na wengine ambao wanatunza nyumbani, kabla ya kupokea mgonjwa wafike asukule kwanza mkono. Nani hapo ndivyo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji wa mtazamaji, acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku ni wakati tunaletea habari sahihi zinaweza kuaminika, vile vile kwa muda muafaka. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share, na Kiswahili bansema unajiabone, una comment, vile vile una partage. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya kesho. Jina langu ni Idi George, asante na chao.